Kipindi cha kampeni mara zote huambatana na sera ambazo hutolewa na wagombea na nini ambacho wanafanya, mikakati, mipango pamoja na mengi. Na wakati tunaelekea kukamilisha kipindi cha kampeni ambacho kitahitimishwa kesho, mengi yamezungumzwa na mijadala imesikika kwa namna moja ama nyingine. Tutafanya uchambuzi na kuangalia pia katika sera, hasa nafasi ya sera zilizotajwa na wagombea katika kipindi cha kampeni. Na katika kuzungumzia hili tunaye hapa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu. Asante sana. Tunaye pia Janet Kiko, na akiwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu Janet. Karibuni sana. Karibuni mno. Mko vizuri lakini. Sasa najua weekend yenu ilikuwa vizuri. Tuna siku moja kuelekea Oktoba 29, siku ya uchaguzi. Mpaka sasa nafikiri nianze na tathmini, nianze na wewe Janet Soka. Mmeangalia siku 58 za namna gani? Janet Kiko. Janet Kiko. Sasa yupo Janet Soka, yeye huwa anatupa somo la uchumi kila Jumatano. Sasa yupo Janet Kiko ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu. Asante sana. Mimi nikiziangalia hizi siku 58 naangalia pia na nini ambacho wananchi wanahitaji. Wananchi siku zote wana vipaumbele vyao kwenye masuala ya afya. Wanataka waone sauti kwenye afya. Nini kimeongelewa? Huduma za afya kwa mama na mtoto, huduma za afya hospitalini, upatikanaji wa dawa, lakini ongezeko la hudumu wa afya hasa katika vituo vya vijijini, huduma zilizoboreshwa kwa mtu anapofika hospitali atapata huduma sahihi. Kwa hiyo watu wanategemea kwenye afya kusikia vitu kama hivyo. Lakini ukija kwenye masuala mazima ya maji, hasa nikiongelea wanawake, wanatamani waone wanawake wengi sasa wakianza kutuliwa ndoo kichwani, kuacha kutembea umbali mrefu kutafuta maji kuliko kufanya shughuli nyingine za kiuchumi, lakini wakaone kuwa maji safi na salama wameweza kuyapata katika maeneo rahisi, lakini kwa bei ambayo wanaiweza kuimudu. Ukishia kuja kwenye masuala mazima ya ajira, vijana wanatamani waone kwenye ajira, je, changamoto zao zimejibiwa? Je, ongezeko la ajira litakuwa kwa kiasi gani? Je, itawanufaisha kwa kiasi gani? Lakini ukija kwenye ubunifu, sayansi na teknolojia, je, maeneo haya yameguswaje? Ukija kwenye masuala ya elimu, wanafunzi wameguswaje? Mikopo ya elimu ya juu, elimu bure ambayo inaendelea kusemwa na kila siku, je, itakuwa bure kweli? Utapunguzia wananchi mzigo wa kuendelea kusomesha watoto? Kwa hiyo wananchi kwa kiasi kikubwa wana zile ajenda ambazo kila siku zinagusa maisha ya kila siku, kwenye masuala ya masoko, kwenye masuala ya kilimo, pembejeo, vitu kama hivyo ambavyo wananchi kwa kiasi kikubwa wanatamani waone vile vitu ambavyo vinawagusa moja kwa moja. Kuna mara nyingine wananchi unaweza ukawaambia kuna ile miundombinu mikubwa ambayo labda inajengwa, wanaweza wasione kwa mara moja kuwa hii inatugusaje moja kwa moja, lakini ina maana sana. Lakini wao sasa wanatamani waone kile kitu ambacho kikitamka kinamgusa moja kwa moja. Yeye ni mkulima wa huko kijijini kabisa, huko ndani na wala ndani huko, anataka aone umemgusaje kwenye korosho zake. Huyu ni mfanyabiashara, labda ni mama ntilie au ni mfanyabiashara masokoni, ni mwanamke, ni mwanaume, umemgusaje? Wazee wale ambao kwa sasa hivi labda wamestaafu, hawajiwezi, umegusaje maisha yake moja kwa moja? Kwa hiyo kwa hizi siku 58 za kampeni tulikuwa tunaangalia haya maeneo makubwa, ukiachana haya maeneo mengine ya kimkakati, maeneo ya miundombinu mikubwa na ile miradi mikubwa ya kimkakati, lakini bado tulikuwa tunaangalia yale maisha ya wananchi wa chini yameguswaje. Kwa hiyo tumeona baadhi ya sera zikigusa hayo maeneo ambayo tumeyagusa, kwa sababu ni maeneo mtambuka ambayo kila siku, kila kipindi lazima yanakuwa yanagusa, lakini umeyagusa kwa namna gani? Yamekuja na ubunifu kwa namna gani? Je, atajibu zile hoja za wananchi kwa namna gani? Kwa hiyo tumeendelea kuona ikiendelea kusema, tumeendelea kuona kila mgombea akiendelea kuyagusa hayo maeneo. Kikubwa ni kuona tu sasa baada ya wao kupita kwenye hicho kinyang'anyiro yatatekelezeka. Hilo ndio swali. Lugete, kwa upande wa sera, umeona zimekuwa na uzito kiasi gani hasa wakati wa kampeni? Kisiasa unapokuwa unanadi sera huwa zimegawanyika katika makundi manne. Zipo sera ambazo zina lengo la kugusa hisia za wapiga kura, ambayo hizo ni sensation and perception policies, ambayo manifesto. Sasa sera zinazogusa hisia za wapiga kura moja kwa moja tumeziona. Mfano Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu anasema kwamba maiti hazitazuiliwa. Kwa hiyo watu wakapiga kweli, kwa sababu mtu anaangalia kuna ndugu yake alizuiliwa Muhimbili kisa milioni 19. Kwa hiyo hapa amegusa hisia. Tumemwona mgombea wa NLD Doyo Hassan Doyo akisema matibabu itakuwa bure kuanzia hospitali za vijiji mpaka hospitali za rufaa, itakuwa bure. Kwa hiyo kuna sera zimegusa hisia za wapiga kura.
tumemwona mgombea wa chama cha AAFP, Alliance of African Farmers Party, Bwana Kunje Ngombali Mwila, anasema yeye akiapishwa tu kuwa rais atajenga bwawa kubwa, atafuga mamba, atawatupa mafisadi mle. Kwa hiyo yeye anagusa hisia za wapiga kura ambao wamechoka na ufisadi ili wamchague. Hizo ni sera za kwanza. Sera za pili, kuna sera zinazogusa ushindani wa kimataifa wa taifa na mataifa mengine, uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine, yani geopolitics. Hasa hapa 97% ya wagombea wote wa urais, hakuna mgombea katika 97% niliyofanya, mgombea aliyesema nafasi ya Tanzania kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwenye Jumuiya ya SADC, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, mpaka Umoja wa Mataifa sijamsikia, isipokuwa wagombea wawili katika wagombea 17. Nimemsikia mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu akisema wataendelea kufanya maboresho kwenye sera ya mambo ya nje na kuongeza tija ili kusudi taifa lenye kuwa taifa shindani, kwa sababu dunia inakimbia. Lakini mgombea mwingine nimemsikia ni mgombea wa Gombo Samandito, alifanya mahojiano hapa kwenye kipindi cha Uchanganuzi. Mgombea wa chama cha CUF Gombo Samandito alisema kwamba atafanya Tanzania taifa lenye nguvu kiuchumi na shindani duniani. Kwa sera za aina ya pili ni sera ambazo zinaangalia mustakabali wa taifa kimataifa kutokana na ushindani uliopo kikanda mpaka kimataifa. Sera za tatu ni sera ambazo zinajikita kuongeza ubunifu na utashi kwenye mambo ambayo hayakuwepo, yani mambo ambayo unaibua mambo ambayo hayapo. Nimemsikia mgombea wa chama cha Makini Bwana Costa Kibondo kwamba watakuja na mpango wa kutengeneza umeme wa nyuklia. Yani kwa maana ya kwamba ukiangalia Tanzania ina akiba madini ya uranium kwa asilimia karibu tani bilioni 3 ardhini. Yule pale anasema kwamba iwapo atapata ridhaa tutaanza kutengeneza umeme wa nyuklia, tutafanya urutubishaji wa uranium ili kutengeneza nyuklia. Ukiangalia Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa NPT. Kwa wale wasiojua NPT maana yake Non-Nuclear Proliferation Treaty, mkataba wa kudhibiti matumizi ya nyuklia, na mkataba wa International Energy Atomic Agency Association. Kwa tutarutubisha uranium kwa sababu sasa hivi sisi Tanzania tunarutubisha uranium asilimia 0.1 kupitia matibabu ya kansa pale Ocean Road. Huwezi kutibu kansa bila kuna nini. Kwa hiyo hata tutatengeneza umeme wa uranium, na sasa hivi ukiangalia umeme wetu ni megawati 4500, na mgombea wa Chama cha Mapinduzi amesema ataongeza megawati 1800 zitakuwa 10300. Kwa hiyo yule bwana Costa Kibondo amesema watafanya urutubishaji wa uranium kwa asilimia 17. Kwa mujibu wa wanafizikia, ukirutubisha uranium kwa asilimia 17, yani uranium enrichment mpaka asilimia 17, una uwezo kutengeneza megawati za umeme 1020. Kwa hiyo ndicho alichokuwa anasema, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo kuna sera zinazoibuliwa ili ambazo hazipo, na sera za aina ya sera za mwisho ni kueleza mapungufu ya chama kilichoko madarakani ambazo ni mtaji wa kisiasa. Kwa ndio sera zimegawanyika katika sehemu 4. Kueleza kwenye hayo makundi manne matano ambayo umeyataja, sera zipi ambazo zinaweza zikashawishi zaidi wapiga kura? Kwa sababu zipo sera ambazo mpiga kura akisikia anaweza kazipuuza. Mfano mambo ya kimataifa, wengi uelewa wetu na mambo ya kimataifa mdogo, lakini sera ambazo zinaweza zikawafanya wapiga kura wachaguliwe kwa wingi, moja ni changamoto tulizonazo. Watu wanaangalia changamoto sekta ya afya, changamoto sekta ya elimu, sekta ya nishati, umeme, sekta ya usafiri, ajira na mambo mengine. Yaani zile shida za watu ndio unaweza kuzitumia kama mtaji, kwa maana kwamba unasema nikiingia madarakani nitatokomeza tatizo la ajira, lazima watu wakushangilie. Kwa sababu ukiangalia zaidi ya watu 150,000 wanamaliza vyuo vikuu, vyuo vya diploma, VETA, vyuo gani. Kwa hiyo na ina maana kuna upungufu wa ajira karibu 50%. Kwa mgombea atakayekuja na mwarobaini wa tatizo la ajira Tanzania, huyo lazima ataungwa mkono. Iwe ngazi ya udiwani, iwe ngazi ya ubunge, iwe ngazi ya urais. Na mfano hiyo sera ya ajira imezungumzwa na vyama vingi tu. Karibu vyote, kila chama. Sasa wapiga kura wakifanya maamuzi kwa sababu ya sera ya ajira, tafsiri yake bado pia kuna mshindi atapatikana kwenye hilo kundi. Sasa yule atakayepatikana lazima ashughulikie tatizo la ajira. Na tatizo la ajira halishughulikiwi kwa kila mtu kuajiliwa, hapana. Dunia sasa hizi inasema ili uweze kupunguza tatizo la ajira ni kuongeza uwekezaji kwenye kilimo, kwenye ujenzi wa viwanda vidogo vidogo, vikubwa na vya kati, na benki, serikali ishirikiane na benki kutoa mikopo isiyo na masharti. Hilo tatizo la ajira linaishia hapo. Lakini kwa kusema kila mtu atapata kazi ofisini akae, kama mimi labda ni mchambuzi mkubwa, ndoto zangu ni kufanya kazi BBC, pale BBC wamejaa, au nikuja kufanya kazi Azam wamejaa. Kwa hiyo sasa mimi inabidi nitafute mtaji benki, niende nikalime korosho.
Janet, katika maamuzi ambayo wapiga kura wanafanya, umegusia hapa sera, kuna vyama, kuna majina pia wagombea. Unadhani wapiga kura wanaangalia nini zaidi? Wapiga kura siku zote wanaangalia zile sera ambazo zinagusa maisha yao kila siku. Hakuna kitu kingine wanachoangalia. Na ukiona wapiga kura wanapiga kelele, hawaelewi, wanauliza maswali, ujue kuna sehemu hujawagusa. Ili umguse mtu, mkune mtu pale panapomwasha. Na katika maswali ambayo wagombea wanauliza, nilikuwa nasikia baadhi wakiuliza hasa kuhusiana na hizo changamoto ambazo zipo. Wanauliza kulingana na changamoto, kwa sababu ndio kitu ambacho wanakiona, kwa sababu kiongozi ni yule mtu ambaye atatuongoza kwenye kufikia yale mafanikio yetu na malengo yetu. Kiongozi ni yule mtu ambaye atatatulia zile changamoto, kwa sababu yeye ndio mwakilishi wetu kwenye nafasi mbalimbali, ikiwemo bungeni, kwenye kutunga sera, kwenye kutoa miongozo tofauti. Kwa hiyo tunaamini pale ambapo atakuwa amegusa zile changamoto zetu, ni pale ambapo na sisi tutavutiwa naye na kumchagua. Lakini kama ataenda nje ya changamoto zetu, inamaanisha hatuwezi kumchagua. Na ndio maana tukasemaje hapo awali wakati nimesema kuna wagombea wanakuja na changamoto, ukiziangalia wana maono makubwa, lakini mwananchi wa kawaida akizichambua anasema mbona hii hainigusi moja kwa moja? Mbona hawa wanataka waongeze ndege, waongeze nini? Mimi sina hata mpango wa kupanda ndege leo ala kesho. Lakini ukimchambulia namna gani kuwa hii ndege inaweza ikaingiza pato la nchi, ikaongeza, ikatengeneza ajira, ikatoa mikopo, anaelewa. Kwa mara nyingi wananchi wa kawaida, watu tunazungumzia wananchi wa kawaida kabisa, ambaye anaamka leo hajui atakula nini, anaamka leo hana kazi, anaamka leo hajui cha kufanya chochote. Yeye anachowaza umwambie mimi leo sina kazi, naamka asubuhi mpaka jioni sijui nakula nini, au nakula mlo mmoja kwa siku. Maisha yamekuwa juu, gharama za maisha zimekuwa juu, kipato kinachopatikana ni kidogo kwa wananchi wa kawaida. Ukienda huko mfumuko wa bei umekuwa mkubwa, ukiwa na 10,000 leo ukichange, ukifika jioni hakuna. Imeisha. Anataka aone pale unamgusaje, utapunguzaje mfumuko wa bei, ili wananchi hata kile kidogo leo nikiwa na 2,000 niwe na uhakika kuwa naweza kununua tembele, naweza kununua unga nusu, naweza kununua nini, nikaweza kupata mahitaji yangu ya kila siku. Anataka aone kwenye hizi ajira tunaongelea kila siku, kuna mikakati gani bunifu ambayo itamgusa mtu mmoja baada ya mwingine. Kwa sababu ni wangapi ambao unasema labda nitatoa ajira 7,000. Ukiangalia Watanzania wangapi, vijana wangapi ambao hawana ajira. Mtu akizichukulia zile 7,000 anaweza kaziona ni kwa uchache. Lakini ukisema nitaongeza labda utoaji wa mikopo kwa haya makundi, mfano ule mkopo wa 10% ule wa halmashauri, ni namna gani ambao utaboreshwa, ndio umepelekwa benki, lakini utawafikiaje watu, mikakati gani? Kwa sababu mara ya kwanza labda ulikuwa na mambo mengi ambayo yameingiliana katikati, inamaanisha ulikuwa hauwafikii wale walengwa. Sasa hivi utakuja na mpango gani ambao utahakikisha moja kwa moja unafikia yale makundi yaliyokusudiwa. Kwa hiyo hoja ambazo zinatolewa na wananchi na maswali ambayo wagombea na maswali ambayo yanaulizwa na wananchi, wanataka wajue kweli huyu mgombea tunayemweka hapa, je, atajibu haya maswali, atatatua hizi changamoto, au atatupa maneno matamu tu hapa tutashiba mwisho wa siku. Kuna hoja hapo niongeze, kuna kwenye hoja Hilda kwamba kuna sera za vyama, kuna ilani, kuna sera za mgombea husika kwenye sehemu husika kama diwani, ubunge. Lakini kuna yule anayeshawishiwa, ana mapenzi na chama fulani, ana mapenzi na mgombea fulani. Nafasi ya sera ina nafasi kwenye mazingira kama hayo? Mimi ambacho nimeendelea kufuatilia hizi siasa, kuna sehemu pia tunatakiwa tupige hatua kama Watanzania. Kuna watu yani ni mfia chama. Kiwe chama kina sera, hakina sera, yeye ni mfia chama tu. Lakini kuna mpenda mabadiliko, yeye ataangalia kiongozi gani, bila kuangalia chama, bila kuangalia ukanda, bila kuangalia dini, kiongozi gani ambaye analeta sera zile ambazo kweli zitaenda kutatua wananchi. Na kuna mtu anampenda mtu. La, kuna mtu anampenda tu mtu. Yaani mimi yule, yani hasikili, ukimuuliza kwa nini unampenda, hana hata sababu za msingi. Anakuambia tunampenda kwa sababu labda anatoka kwenye chama changu. Nampenda kwa sababu labda tunampenda tu. Yaani kuna mtu hawezi kuchanganua kwa nini nimchague huyu. Kwa hiyo kwenye jamii yetu tuna makundi tofauti japokuwa sasa hivi mwamko umekuwa tofauti, kwa sababu uelewa umekuwa mkubwa sana, vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, watu wanaleta hoja za msingi. Mtu anakuambia mimi nilikuwa sifuatilii siasa, lakini sasa hivi nafuatilia siasa. Kwa sababu gani? Nimeona kumbe nisipofuatilia siasa nachagua kiongozi ambaye mwisho wa siku nakuja kumuuliza maswali, mbona hujafanya hiki? Kumbe wakati anakuja kutoa sera zake, sikufuatilia, niliona tu ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo watu wanaendelea kubadilika, japokuwa hayo makundi kwenye jamii hatuwezi kuyakosa. Kuna makundi ambao wanataka mabadiliko bila kuangalia chama, lakini kuna makundi ambayo ni wafia chama na wafia wagombea. Kwa hiyo hayo yapo, japokuwa ifike wakati sasa kama tunataka mabadiliko lazima tuende na mtu ambaye tunaona kabisa. Lakini kwenye hilo Janet, Lugete kwako,
Ukiangalia huwezi kuondoa uhalali wa vyama kuwa na wanachama kwa sababu lipo kwa mujibu kwa mwongozo wa usajili wa vyama vya siasa, na vyama vinaruhusiwa kusajili wanachama, kuwa na wafuasi. Kuna chama ambacho kinaweza kushawishi kuwa na idadi kubwa ya wanachama, pengine wao tu wakipiga kura inatosha wao kushinda. Tafsiri yake wale hata wasiposikiliza sera, maana yake wataiunga mkono taasisi yao, sio? Tunazungumza wapiga kura milioni 37.6. Unazungumza kuna vyama ambavyo vina idadi kubwa ya wanachama. Mfano CCM ina wanachama kwa mujibu wa ripoti yao milioni 13 hivi na zaidi. Sasa ukiangalia milioni 13 dhidi ya wapiga kura milioni 37, ni wanakaribia nusu ya wapiga kura. Inawezekana wakawa tayari wamepunguza safari ya kushawishi wapiga kura kwa sababu tayari wana mtaji mkubwa wa wanachama. Na ndio maana unajaribu kuangalia hoja ya sera na hoja ya chama kuwa na mtaji wa watu tayari. Sasa mheshimiwa, kusema Chama cha Mapinduzi kina watu milioni 13 ndio kitapata kula milioni 13 mfano, haijawahi kutokea kitu kama hicho. Iko hivi, wanachama haijawahi kutokea kwa tafsiri gani? Yaani kwamba idadi ya wanachama ulionao, yani nchi yote duniani, kwamba idadi ya wanachama ulionao ndio kule utakazozipata, haijawahi kwamba tayari unakuwa umepunguza mlima kwa sababu sina ripoti ya vyama vingine juu idadi ya wapiga ya wanachama wao na kura zinazopatikana kwenye uchaguzi. Grafu huwa inashuka kwa sababu sasa kuna watu hiyo siku watakuwa na exceptions. Sasa hoja yangu kwenye hilo gete ni kwamba wewe ambaye tayari una idadi fulani ya wanachama na kuna mwingine ana idadi ya wanachama lakini hawafikii hata theluthi ya kwako ama hawafikii hata asilimia fulani ya kwako. Yaani wewe mwenye milioni 10, kuna mwingine labda ana wanachama 100,000. Tafsiri yake hata wakipiga kura nusu ya wale milioni 10 na huyu akipiga nusu ya wale 100,000, bado mwenye wanachama wengi anakuwa amepata faida. Hapa nimekuelewa, lakini hoja ya msingi ni kwamba kwenye siasa tunao wafia chama. Mfano kwenye Chama cha Mapinduzi zamani kwamba aitwa Kingunge Ngombari Mwiru, ulikuwa umwambii kitu, CCM ndo baba yake ndo mama yake. Tunao bendera fuata upepo. Hao ni wanachama ambao wanachukuliwa njiani kwamba sera zikiwa zimechangamka wao wanaondoka na kijiji fulani hivi ambacho wanafuata sera. Wanafuata. Lakini tunao wasomi na wachambuzi. Hawa wasomi na wachambuzi wanaitwa wapiga kura mseto. Anaweza akamchagua diwani wa NLD, anaweza akamchagua mbunge wa CUF, anaweza akamchagua rais labda wa TLP. Hao ni wasomi na wachambuzi. Mfano mimi nimeanza kupiga kura tangu 2005. Sijawahi kupiga kura kwamba diwani, mbunge na rais chama kimoja, hapana. Nimekuwa nikichanganya kwa sababu mimi ni mmoja kati ya watu ambao navutiwa na sera za mgombea, hekima yake ya kuzungumza. Je, vitu anavyovizungumza vina uwezo wa kutekelezeka kwa kiwango gani? Nafanya tathmini ya kina mimi peke yangu nikiwa nimekaa na msikiza mtu anavyoongea. Najua huyu anaweza kanifikisha au hanifikishi. Sijali kwamba kula yangu inaweza kumfanya apite au asipite, lakini nakuwa nimekidhi matakwa ya moyo wangu kwamba huyu mtu ndo mtu sahihi. Kwa hiyo tunao watu ambao wanachagua mseto kwa sababu wale ni watu wanafanya tathmini ya kina, wanafanya uchambuzi, wanaona mimi kura yangu urais nitaipeleka TLP, ubunge nitaipeleka NLD, udiwani nitapeleka ADA TADEA. Kwa hiyo watu wa namna hiyo wapo. Lakini tunao watu ambao kwa kuwa fulani ameenda sehemu fulani mimi ngoja nimfuate. Tunao watu ambao wanashawishiwa, akili zao zinashawishiwa na watu wengine. Labda kwa sababu good luck ninavyompenda ana kaenda sehemu fulani, basi huko ndo sehemu sahihi, ngoja na mimi niende. Kwa hiyo na hizi nazo zimekuwa zimechangiwa na taasisi zenye nguvu na ushawishi. Tunazo taasisi mbalimbali nazo zikitangaza kuelekea upande fulani, na zina watu wengine na wenyewe wamekuwa kijiunga upande huo. Nitakupa mfano. Mwaka 95 nilikuwa mdogo, Profesa Lipumba alisema nikichaguliwa kuwa rais nitafuta kodi ya kichwa. Zamani kulikuwa kuna kodi ya kichwa, walikuwa wanalipa wanaume. Ilikuwa ikifika mgambo kwenye kukusanya kodi ya kichwa, wanaume wote wanakimbia, wengine wanajificha kwenye mashamba, wengine wanakimbia. Kwa hiyo Lipumba alivyosema hivyo akashangiliwa sana nchi nzima. Mkapa alipoingia madarakani, aliposhinda uchaguzi, akafuta kodi ya kichwa. Lipumba huyo akasema mkinichagua kuwa rais nitafuta karo shule ya msingi. Zamani shule ya msingi walikuwa wanalipa kuanzia mwaka 98 kurudi nyuma. Wote waliosoma shule ya msingi miaka hiyo, shule za serikali ulikuwa unalipa karo kati ya shilingi 1500 na 2000 kwa mwaka. Kwa hiyo Lipumba alisema mkinichagua nitafuta karo shule ya msingi. Na kweli Mkapa alivyoingia akaichukua ile sera ya Lipumba akafuta karo. Kwa hiyo Mkapa alikopi 18% ya sera za Lipumba 95 na mwaka 2000.
ndio maana unaona kwa baadhi wagombea baadhi ya sera wanafanana. Mfano NLD wanafanana sera na Chama cha Mapinduzi kwenye sekta ya afya. Ndio maana umeona wamekuwa wakikopiana sera, kwa sababu kuna hoja zingine hazikwepeki, zinagusa moja kwa moja maslahi ya umma. Ndio maana unashangaa wagombea 10 wote wamezungumzia hoja hiyo hiyo, lakini kwa mwelekeo tofauti, kwa sababu inagusa moja kwa moja maslahi ya wapiga kura. Kwa hiyo katika siasa haya mambo huwa hayaepukiki. Na kwa usahihi wa matumizi wakati wa uchaguzi wanatumia zaidi ilani kama manifesto hiyo, kwa kuwa sera inakuwa zaidi kwa upande wa serikali hapo baadaye. Na hapo umegusia masuala mbalimbali, lakini vipi kama ahadi zinatolewa na unafanya maamuzi kutokana na hizo ahadi, lakini baadaye kile ambacho uliahidiwa haukioni, hasa kwa mgombea ambaye uliamini katika maamuzi ambayo umeyafanya? Janet. Hicho ndio mara nyingi ni kilio ambacho wananchi walikuwa nacho miaka mingi, na hiyo ilikuwa inatokana na sababu za hata wananchi tulikuwa tunachangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tumekuwa na kawaida ya kumchagua mtu kwa sababu tu either anatoka kwenye chama ambacho nipo, au tu kwa sababu tumemwona huyu, yani hatuna mbadala, inabidi tu aende yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku ni ngumu kutekeleza kile ambacho amekiahidi, kwa sababu wameona mimi bwana hapa nifanye nisifanye bado ataendelea kunichagua, either kwa sababu wana nguvu fulani, either kwa sababu wanaona eneo hilo ni chama fulani ndio kimetawala. Kwa hiyo hakuna namna yoyote, lazima eneo hilo atapita. Lakini mara nyingi wamekuwa hawatekelezi kwa sababu pia hawajapata kashikashi kutoka kwa wananchi. Kuna kipindi wananchi walikuwa wanatamani kuwa tuwe na sheria kuweza kumwajibisha kiongozi. Inamaanisha hata kabla hajamaliza miaka 5 tukiona haelekei kwenye kutekeleza yale aliyotuahidi au hajafanya kabisa, basi tumwambie hapa imetosha. Walikuwa wanadai hivyo kwa sababu gani? Walikuwa wameona wanachagua viongozi miaka 4 yote ile ya mwanzo humuoni. Anakuja kurudi mwaka wa 5, anakuja na vitenge, anakuja na kanga, anakuja na kofia, wananchi nao hao wamefuata mkumbo. Sasa hapa shida ni ya nani? Shida ni yani manake uende ikawa shida sehemu zote mbili. Yule aliyeshindwa kutekeleza na wewe ambaye hujatekelezewa halafu amerudi tena ukaendelea kumwamini, sio? Na ndio maana nilisema hapo walikuwa wananchi na mgombea wenyewe pia wana shida. Na ndio maana sasa hivi imekuwa tofauti. Kuna wagombea wameenda sehemu anajificha, anashindwa hata ongea nini, kwa sababu wananchi washakuwa waelewa sasa hivi. Wanasema wewe tulikupa miaka 10 ulifanya nini? Na ndio maana ukiangalia kwenye hii michakato kuna viongozi wengi hawakurudi tena ambao tulitarajia tuwaone, lakini kwa sababu wananchi wamekuwa makini sasa hivi wanakuambia huyu tulimchagua. Mbona miaka yote 5, miaka 10 mpaka leo alituambia 1, 2, 3 hajafanya? Na uzuri wenyewe sasa hivi vyama vya siasa pia vinachunguza kuona huyu mgombea je anakubalika eneo fulani. Kwa akiona huyu mtu bado kuna manunguniko sana kwa wananchi, inawezekana asipite katika eneo fulani. Ndio maana umeona sehemu nyingine sana watu wamebadilishwa. Mimi nitake tu kuambia wananchi ile hali kila siku ya kuendelea kumvumilia mtu eti nitafanya. Mimi sioni kama kuna haja. Kama mtu mmempa muda hajafanya, basi mfanye uamuzi, kwa sababu vyama yani kila siku wagombea wanakuja wapya. Chama kimoja tu unaweza kukuta jimbo moja wagombea zaidi ya 20 mpaka 50 wanachukua fomu. Kwa nini kila siku mpe yule ambaye hajatekeleza yale ambayo mmempa kwa miaka 5 au 10? Waamke wananchi, waone kuwa kuna haja ya kumwajibisha wananchi. Sasa hivi nguvu ambayo wanayo, kwa sababu kuna sera ambayo inaweza kumwajibisha mtu akiwa madarakani. Ni kitambulisho chako sasa hivi kinaweza kumwajibisha, huyu hajafanya, basi sisi tuna nafasi, huyu ndio wakati wao wa kusema miaka 5 10 tulikupa hujafanya chochote, sasa hivi tunaenda kukuadhibu kupitia kura zetu. Hiyo tu. Katika hilo Lugete, awali tuligusia mfano masuala ya elimu, afya. Unakuta vyama mbalimbali vinaeleza kuhusiana na jambo hilo lakini kwa namna tofauti. Unadhani upekee unatokea wapi hasa wa kutofautisha ahadi hizi? Ni ngumu, lakini kitu cha msingi, kwa sababu kila mgombea anajaribu kuuza sera kupitia elimu na afya. Sasa upekee utakujaje ni kwenye utekelezaji. Na mimi nataka niongezee kitu kimoja kwa upande wa diwani na mbunge, hata rais. Ikitokea wananchi labda wakata labda ya Azam TV wamemchagua Hilda amekula winga, amesema ataleta barabara hatuioni. Wananchi wana mambo matatu ya kufanya. Moja, wanaandika barua kwenda kwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya. Sisi wananchi wa Azam TV tuna maoni kuhusu diwani wetu Hilda haonekani mwaka wa 3. Tunaomba kamati yenu ya siasa na maadili imwite imhoji. Barua ya kwanza na kwenda huko. Barua ya pili na kwenda
kwenye baraza la halmashauri madiwani. Tunaandika barua kwenda kwenye baraza la madiwani kupitia meya, huyu mtu aitwe, kwa nini alituambia hiki na hiki, kwa nini hiki hakijatekelezwa, inaandikwa. Ikimaliza hiyo ni awamu ya pili ya kumwajibisha diwani. Awamu ya tatu ya kumwajibisha diwani ni kumpeleka mahakamani, kwenda kufungua shauri mahakamani. Na sio kwamba sio jinai, inakuwa ni madai, kwa sababu kesi zimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna jinai na madai. Kama vile umeshinda kudai ahadi sasa. Unaweza kwamba alituambia hiki na hiki na hiki. Una madai, afu mahakama inamuita, inamueleza, anakuja kukueleza muongo. Madai. Kwa sababu iko mbili, kuna jinai na madai. Sasa tutarejea hapo Lugete, tutafafanua pia kwa kina. Bado tuko nawe katika mjadala huu, tutarejea mara baada ya mapumziko mafupi. Karibu tuendelee hapa. Tunaye Lugete Musa Lugete pamoja na Janet Kiko, wachambuzi wa masuala ya siasa, kuzungumza mengi wakati huu ambapo tunaelekea kukamilisha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu. Na Lugete, awali kabla ya mapumziko umegusia kuhusiana na kuwajibisha viongozi hasa kabla ya kusubiri wakati mwingine tena wa kampeni kufikia. Nisema kabla ya kusubiri uchaguzi mwingine uje. Mmemchagua diwani, tumemchagua Hilda Foya kuwa diwani wetu. Ametuahidi barabara yetu ya Kimara Bonyoko ataiweka lami. Hilda haonekani mwaka wa kwanza, wa pili tukimpigia simu hapokei simu. Message hajibu. Tunaandika barua kwenda kwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya au katibu wa CCM wa wilaya. Tunatoka hapo tunakwenda wa chama chake. Wa chama chake. Tunaanza kwanza kwenye chama chako kwanza. Waliotuletea. Tunaandika barua kwa mwenyekiti wa chama chako wa CCM wilaya. Tukimaliza, tukiona hakuna majibu mazuri, mrejesho chanya, tukitoka hapo tunakwenda kumwandikia barua mwenyekiti wa halmashauri au meya wa jiji au eneo, mwenyekiti wa halmashauri kwa baraza la madiwani. Tunaandika barua nyingine. Tukiona hatujapata mrejesho, tunatafuta watu 500 au 1000 wa Kimara Bonyoko, tunasaini majina yetu, tunakwenda mahakamani, tunakwenda shauri la madai. Kimara Bonyoko umetolea kama mfano. Eneo lolote. Eneo lolote ama kutoka chama chochote. Tunaandika, tunapeleka mahakamani. Mahakama inatusikiliza. Imani tufike watu 1000 ambao ni victim. Sisi ndo wahanga ambao tumekuchagua kwa ajili ya utekeleze barabara yetu na umepotea. Mahakama itakuita kwa ajili ya hearing. Hilda na sisi tukae chini tuzungumze kwa nini upokei simu zetu na huonekani. The same kwa mbunge. Tunamwandikia barua speaker. Tunataka mashauri yetu na watu tuliosaini. Tukifika watu 1000 au 2000 tunamwandikia barua speaker. Sisi wananchi wa jimbo la Kawe tuna madai haya na haya kwa speaker. Tukimaliza tunaandika barua nyingine tunakwenda Chama cha Mapinduzi. Tukiona tumekosa mrejesho, chama ambacho anachotokea mbunge wetu, tunaenda mahakamani madai. Haoni huo muongozo pia unaweza usiwe na nguvu kiasi hicho, kwa sababu huyo diwani na huyo mbunge yesi mamlaka kwamba ana fedha za kutekeleza hayo. Yeye anaenda kuwasemea, anaenda kuwawakilisha, kuwasemea, bwana, kwenye jimbo ambalo natokea mimi, kwenye kata ambayo natokea mimi, kuna changamoto 1 2 3. Na kazi yake kukumbusha na kuendelea kuwasemea. Fedha hana yeye wala hatoi yeye. Sasa yeye anatakiwa kutupa mrejesho kwamba nimefikia katika mahitaji yenu wananchi wangu, nimefika hapa na pale. Kuna tatizo la wanasiasa kutopokea simu za wananchi wao. Wewe pia ni mwananchi, uliwahi kufanya hivyo? Mimi nimefanya hivyo. Mimi Kigoma Kaskazini, hata Zitto Kabwe siku kija muulize, nilikuwa nampigia simu na mweka loudspeaker miaka yote kuanzia 2005 mpaka 2010 na 15. Nilikuwa kila siku namweka loudspeaker, bwana, mbona huonekani? Wale viongozi ambao wapo kwenye eneo lako ambao hawakuwahi kupokea simu, uliwahi kwenda mahakamani? Kwenda mahakamani sikuwe, lakini baada ya kusoma na kujiridhia nimegundua hiyo fursa sikuitumia vizuri. Kwa hiyo sasa hivi hiyo fursa ninayo. Kwa hiyo mtegemee kuanzia mwaka 2026 nitazunguka kwenye korido za mahakama kuwashitaki diwani wangu, mbunge wangu kama hajatekeleza yale aliyoahidi, ili mradi tu anipe positive feedback. Feedback ni muhimu sana. Kwa sababu diwani anapeleka halmashauri mrejesho kwamba jamani wananchi wangu, hili swala bado liko kwenye mchakato, tupeane mrejesho ili tuwe na matumaini, kwa sababu moja kati ya kazi ya propaganda ni kujenga imani kwa watu unaowaongoza, watu wawe na imani. Nitakupa mfano mdogo. Wakati tunaikomboa Angola na Msumbiji kutoka kwa Mreno, Mwalimu Nyerere alituambia Wareno ni watu wabaya sana. 99% wa Tanzania waliamini Wareno ni watu wabaya kwa sababu walikuwa wanawanyonya watu wa Angola na Msumbiji, na sisi tuliwasaidia kupigania uhuru.
Lakini leo hii tunaona Wareno ni watu wazuri, mpaka Yanga wameleta kocha kutoka Ureno. Lakini Nyerere angekuwepo nadhani angewaelewa Yanga kuleta kocha kutoka Ureno, kwa sababu alituambia Wareno ni watu wabaya sana. Kwa hiyo nataka kusema kwamba lazima wagombea baada ya kushinda uchaguzi wajenge imani kwa wapiga kura wao kwa kuwapa mrejesho mara kwa mara kuhusu hali. Mrejesho unaleta tafsiri ya kutatuliwa kwa matatizo. Kutupa mrejesho tunajua kwamba kumbe umekwama hapa. Kutupa mrejesho kwamba hili swala liko kwenye ngazi ya mkurugenzi. Sisi wananchi tunao haki ya kumtuma mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kata kwenda kwa mkurugenzi kuulizia, je, hiki alichotuambia diwani wetu, alichotuambia mbunge wetu ni kweli? Hili swali lipo kwa mkurugenzi. Je, mkurugenzi ni kweli ameliandikia liende TAMISEMI? Je, TAMISEMI wameliandikia liende Wizara ya Fedha? Je, Wizara ya Fedha wanasubiria muidhinisho wa fedha ili urudi tena? Kwa sababu mchakato wa maendeleo ni kwamba diwani anaandika, inakwenda halmashauri wanasema, wakipitisha, mkurugenzi anachukua ile swala, mkurugenzi analiandikia na kwenda TAMISEMI. Kwa sababu Hilda Lugete pamoja na Janet kuna kwenye nafasi zingazi za ugombea hasa kwenye uchaguzi mkuu, kwa maana diwani, mbunge na rais. Rais hapa ana nafasi ya kutekeleza zile ahadi ama sera ambazo aliziahidi, kwa sababu yeye anaenda kuwa kiongozi mkuu wa serikali. Mandatory function. Wewe ambao utakuwa diwani ama mbunge utakuwa na nafasi ya kuisimamia ile serikali, kuikumbusha, kupeleka changamoto na malalamiko ama zile yale matakwa ya wananchi wako yaweze kutekelezwa. Lakini kumbuka hata anayeongoza serikali kuu wakati huo ni lazima kuwe na fedha pia, kwa sababu fedha hizo pia zinatafutwa, tunafahamu. Na ndio maana kuna wakati serikali pia inakopa kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Sasa najaribu kuangalia hizi hoja ambazo tunazizungumza hapa, mnazizungumza hapa wachambuzi, uhalisia wa sera, kutekelezwa kwake, utekelezaji wake, ahadi ambazo wanatoa wagombea, utekelezaji wake, kwa sababu unajua baada ya kuahidi ukachaguliwa, ili utimize yale, kuna mambo ambayo pia unapaswa uyafanye, kama mengine kupata fedha. Uhalisia wa hizi hoja za wagombea. Kwanza mimi nilikuwa nataka niongee hapo kwa Lugete. Kwa Lugete, karibu. Uchangia alipotoka kuongea. Kuwa inawezekana. Mimi nishe kufanya hivyo kijijini kwetu. Kulikuwa kuna changamoto, barabara haipitiki, viongozi wanapigiwa simu, hawapokei. Nafikiri hata wanaoona hapo wanajua hiyo ilikuwaje. Tuliitisha kikao, tukasaini, nikamwambia tusainini, tutakaa mpaka lini hatupate huduma za afya. Wanajua sasa hivi wananchi wa Kwezi tu. Wakasaini. Tukasaini, tukaenda kwa mkuu wa wilaya akasema hapa kuna mtu ameingia, hiki kijiji hakijai kufanya hivi. Lakini hatujakaa hata siku mbili, watu waliingia usiku. Barabara ile ilifunguliwa na watu walipita. Kwa hiyo kuna wakati ukichoka utatafuta hizi namna na utazifanya. Lakini kwa sababu baadhi ya maeneo hawajachoka mpaka kufikia hali hiyo, lakini ukiona mambo hayaendi, mna uwezo wa kukaa vikao na kuandika na kusaini kuwa bwana 1 2 3 havijatekelezeka. Lakini pia nikiingia kwenye masuala ya bajeti ambayo umeliongelea, kiongozi ukituletea sera zako lazima utuonyeshe pia vyanzo vya kupata hizo pesa za kutekeleza. Ndio maana kuna kila mwaka kuna bajeti, si inapangwa bajeti. Wana allocate kabisa kuwa hii hapa itaenda kwenye afya, asilimia hii itaenda kwenye nini. Kwa kuna mchanganuo mzima wa bajeti. Na uzuri wa bajeti inaanzia ngazi ya chini. Wananchi wanahusika wenyewe kuanza kutoa vipaumbele vyao. Changamoto viongozi wetu hawatuhusishi, na wananchi kwa sababu hawajui, hawadai, kwa sababu bajeti inaanzia ndani ya jamii. Watu wanakaa vile vikao vyao vile na kutoa vipaumbele vyao. Tunataka sisi tufanywe 1 2 3. Kiongozi kazi yake ni kuchukua vile vipaumbele, kama vinahusu moja kwa moja halmashauri, vinapelekwa halmashauri. Halmashauri na wenyewe wakiandika bajeti yao ambayo inaenda serikali kuu, wanachukua vile vipaumbele ambavyo vimetoka labda kwenye kata zote, wanaangalia vipi ambavyo vitatekelezeka kwa mwaka huu. Kwa hiyo wewe kama kiongozi sasa, jukumu lako ni kurudi sasa kwa wananchi wako kuambia, jamani, tulitoa vipaumbele vyetu 10, lakini kati ya vile 10 kimepita kimoja kutokana na bajeti ya nini? Ya halmashauri na bajeti ya serikali. Kwa hiyo hichi ndio ambacho kitatekelezwa labda kwa mwaka huu wa bajeti mwaka fulani. Wananchi wanakuwa wanaelewa kuwa kwamba kuna kipaumbele cha baadhi ya mambo kwenye nchi, sio? Vipo, kuna ile system inaitwa O&OD system ambayo inaanzia ngazi ya chini kutoa vipaumbele mpaka ikienda bajeti kuu, inamaanisha vitu vimechakatwa mpaka vikafika juu. Kwa hiyo inamaanisha utekelezaji haya yote tunayoyafanya sio kwa yanatekelezwa tu, kuna mfumo ambao unatumika kwenye kutoa vipaumbele kulingana na zile changamoto zenu na zile sera ambazo mmezitoa na ile bajeti ya mwaka ambayo inatekelezeka. Kwa hiyo mimi naona bado kuna nafasi. Kiongozi ukiona hawajibiki, yeye mwenyewe kaamua, kwa sababu kama vikao vile vya halmashauri, si wanakaa vikao vya madiwani vile, wanaona kabisa vipaumbele vya kila sehemu vilikuwa 10, labda kijiji chetu au kata yetu kimechukuliwa hiki kimoja.
Kwa hiyo hakuna namna nyingine ambayo vile vingine vitatekelezeka, labda kama kuna pesa ya ndani ya kwa mfano au kuna baadhi ya mataifa kuna priorities za taifa. Yani wewe mgombea utakapokuja utatuambia kwanza, lazima utakuwa umeelekezwa ni lazima utekeleze haya. Halafu utasema na ya kwako ambayo utayafanya. Yani kwamba usipoyafanya haya tutakuuliza kwa nini yale hukuyafanya, kwa sababu tayari nchi inakuwa ina yale ambayo inatamani baada ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 yafikiwe, ambayo huenda yasiwe kwenye ilani yako ama yasiwe kwenye kipaumbele cha sera zako. Kuna hiyo haja na hiyo hoja inaweza kuwa ya msingi kuhakikisha sera zinazokuja zinakuwa na uhalisia, kwa sababu kuna muda Mlugete hapa ulizungumza kuhusiana na propaganda kwamba wakati mwingine unaenda unapiga propaganda unarudi. Sidhani kama linaweza kuwa halali kwenye maendeleo. Sasa iko hivi, wana good luck wa Richard, iko hivi, sisi wa Tanzania uwezo wetu wa kufuatilia mambo kwa kina kuhusu nchi yetu ni mdogo. Mgombea akiahidi wa halmashauri jambo, lazima nyie wananchi wa eneo kata ile mwende halmashauri mkaulize, bwana mgombea wetu amesema hapa atajenga supermarket ya gorofa 10. Je, kwenye mpango wa halmashauri mpango kazi hili jambo lipo kwenye kijiji fulani? Na wakati huo kuna uhitaji wa hiyo supermarket? Je, ipo kwa miradi yote unayoiona yote hata ya kufanyika baada ya miaka 5 10 yote ipo kwenye roadmap za halmashauri kuanzia ngazi za chini. Kwa hiyo sasa sisi mgombea anza akaja akatudanganya ili tumpe kura, kumbe ili hicho kitu hakipo. Ili swala nalo ni tatizo. Vipaumbele vyote vya serikali utavipata kwenye ngazi ya halmashauri, kwenye ofisi za bunge, ukienda TAMISEMI, ukienda hazina, ukienda wizara ya fedha, kote utakuta roadmap yote. Mfano mgombea anaahidi barabara kwamba mkinichagua nitajenga barabara ya rami ya kiwango labda cha kilomita ngapi. Jamani, si una Google, unaenda hata ku Google www.tanroad.tz unaangalia barabara ambazo zimekuwa project baada ya miaka 5 kwa mkoa fulani. Kila mkoa kuna barabara ambazo ukiona hiyo barabara haipo, jua kabisa huyu jamaa anawadanganya. Mbona hilo swala liko wazi? Lakini sisi uwezo wetu wa kufuatilia mambo yetu ni mdogo, lakini tuna muda mwingi kufuatilia ya wenzetu. Na ndio shida, ndio maana tunadanganywa, tunaruhusu uongo kwa sababu hatuna uwezo wa kufuatilia. Ndio maana wagombea wengi wamekuwa wakisema vitu ambavyo hata kwenye mipango ya halmashauri, kwenye mpango ya bunge havipo. Ni kwa sababu sisi tunaruhusu kudanganywa. Mimi leo mgombea akisema nitafanya jambo fulani, cha kwanza najiridhisha hili jambo kwa baada ya miaka 5. Ni sawa na swala la viwanja. Mtu unakwenda kununua kiwanja hapa Bagamoyo. Kabla hujanunua kiwanja, nenda halmashauri husika. Bana, nimeuziwa hili eneo, naomba kujua hili eneo ni la nani. Watakwambia kule kuna wizara, kuna ofisi ya ardhi, watakwambia ile eneo umepigwa. Lakini wewe unaenda tu kwa sababu umeambiwa kiwanja ni milioni 2 unakwenda unanunua. Kumbe lile eneo ni la mtu mwingine na mtu mwingine ni la mtu mwingine tena. Kwa hiyo sisi pia uwezo wetu wa kufuatilia sisi kwa sisi, yani kujichosha kwa ajili ya kufuatilia mambo kwa ajili ya maslahi yetu sisi ni mdogo sana. Ndio maana tunaruhusu kudanganywa. Mtu yule anaweza akadanganya kwamba mkinichagua nitaigeuza bahari ya Hindi kuwa supu. Umeona mnachota mnakunywa. Na mtu akaamini, kumbe haiwezekani bahari kuwa supu. Ni kwa sababu lazima tufuatilie yale yanayosemwa na wagombea wetu, yana uwezo wa kutekelezeka kwa kiwango gani. Wanayozungumza wagombea kwenda kwa wananchi, njia inayotumika ni sahihi. Baadhi ya wagombea njia ni sahihi, baadhi njia zingine ni za udanganyifu na uongo, na baadhi wao katika mlengo wa wastani. Inafanyika one way communication, kwa maana wagombea wanazungumza na hadhira, wanawafikishia kile ambacho watafanya. Wananchi wanakosa nafasi ya kuhoji na kuuliza. Wapo baadhi ambao wanapata nafasi ya kuuliza, lakini kwa kiasi kikubwa Lakini kwanza kampeni za miaka hii ni ngumu, sababu watu hawaulizi maswali mengi. Huko nyuma ndio watu wako very critical. 95, 2000, 2005, 2010, 2015 watu wameuliza sana maswali wagombea. Wameanza kupiga kura 2005. Watu wako wanauliza wagombea mpaka wanawakaba shati, mpaka wengine wagombea wanatukana. Unapigwa swali mgombea unatukana. Tumeshuhudia. Sasa mtindo huo kwa sasa hivi umepungua. Ni nadra sana. Yaani mara chache unaona mgombea anaulizwa maswali, anahojiwa ili mwananchi apate ufafanuzi pale kabla ya kwenda kupiga kura kwamba hii sera na hii hoja anayeniambia huyu ataitekeleza hivi. Sasa hivi tumetawaliwa na burudani. Mgombea akipumzika kidogo kwenda kunywa maji, Msagasu njoo hapa. Kwa hiyo tupate burudani kidogo. Kwa hiyo sasa zamani vikundi vya burudani vilikuwa vichache. Mgombea alikuwa anasimama muda mrefu, anaulizwa maswali, anajibu. Lakini sasa hivi toka nimeanza kuona mgombea ambaye nimeona ameulizwa maswali mengi
ni yule Costa Kibonde. Ndio nimeona watu wamemuuliza sana kwa sababu yule hakuwa na watu wengi. Kwa watu walikuwa wanasimama, vijana wa vyuo wanasimama wanamuuliza maswali. Bwana, hili swali utatekeleza kwa kiwango gani? Huyu bwana mimi naweza nitamsifu sana bwana Costa Kibonde. Amejibu maswali mengi. Ndio nadhani ndio katika wagombea walioulizwa maswali mengi na kila kilikokuwa akipita. Sehemu zingine ni kama tu ushabiki. Unaweza kufikiri mtu una swali ndio mtu anasema Mungu akujalie mheshimiwa unafanya vizuri sana. Sasa hilo ni swali au ni sifa? Katika ndio. Kwa hiyo unakuta mtu unachukua muda wa wengine kuuliza swali, wewe kumbe unafanya mapambio badala ya kumuuliza mgombea atatumia mbinu gani. Mimi nilitamani sana watu wamuulize Doyo Hassan Doyo anasema afya itakuwa bure. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatumia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kwenye sekta ya afya kwa mwaka. Sasa yeye anaposema kwamba matibabu itakuwa bure, ina maana hapo tunazungumzia zaidi ya shilingi trilioni 3 zitatumika kwenye sekta ya afya kwa mwaka. Je, hizi trilioni 3 atazitoa wapi? Haya ndio maswali ambayo nitegemea anaposema kwamba afya bure. Mwaka 2015 alivyokuwa Kigoma Mheshimiwa Magufuli alisema kwa elimu itakuwa bure kuanzia form 1 mpaka form 4. Bwana mmoja akasimama akamuuliza, akanyosha mkono. Imeenda mpaka ikafika zamani kama sasa pesa utatoa wapi? Akasema kuna sehemu ataongeza kodi, kuna vyanzo kuna baadhi ya maeneo ataongeza kodi kama kwenye luxury commodities, wana uchumi wanajua. Luxury commodities kama bia, mambo ya kamali na vitu vingine, vile huwa vinaongezewa kodi kwa 100% ili ile pesa inayopatikana ije kwenye elimu, kwenye afya na vitu vingine ambavyo ni muhimu sana. Wanajua watu kwamba wakati mwingine serikali huwa inapandisha kodi kwenye bidhaa ambazo ni anasa ili kupunguza kodi kwenye bidhaa ambazo ni muhimu kwa watumiaji moja kwa moja. Alijibu vizuri sana. Kwa hiyo tunatamani wananchi wapate nafasi ya kuwauliza wagombea, ingawa it's too late. Lakini kuna njia nyingi ya kumuuliza mgombea. Unaweza ukaandika, ukatuma, unaweza ukamtumia message, ukatuma. Sasa hivi namba za wagombea Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wagombea wote wa udiwani, ubunge wote kuna namba zao. Sasa nenda pale andika nataka namba ya mgombea wa chama fulani, unaipata. Unampigia, ukiona haokoti simu, tuma message. Mimi ni mwananchi wa sehemu fulani nataka kujua 1 2 3. Tujishughulishe na hawa wagombea, tuwashughulishe, tudai haki zetu. Huwezi kupata haki yako kwa kulalamika. Lazima uwe na step moja mbele ya kudai. Haki inadaiwa kwa njia yoyote. Dai haki yako, ujue mgombea wako amefanya nini, hajafanya nini, upate mrejesho. Kwa sababu pia umepoteza muda wako na kumchagua ili uvune maendeleo. Sasa kama maendeleo hauyavuni, lazima umsumbue mgombea wako. Janet, kwa upande tukiwa tunaelekea kukamilisha, kwa upande wa mapendekezo, ni mapendekezo gani hasa ambayo ungependa kuona yakifanywa kazi ili hizi ahadi ambazo zinatolewa zionekane katika maendeleo? Mimi mapendekezo, japokuwa washamaliza kutoa ahadi zao, lakini nitamani ahadi ziwe zinatekelezeka. Ziwe na yani kuwe na mpango kazi, kuwa tumepanga. Watu wana ilani zao, wametoa ilani zao, lakini kikubwa ilani ambazo wameziandaa kwa muda mrefu wakijua kuwa Watanzania wana changamoto 1 2 3 basi zitekelezeke. Lakini tukija kwa wananchi, inawezekana washachelewa au wamewahi. Tuwe na desturi ile ya kuandaa changamoto zetu kama sehemu, yani kama kijiji, kama kata, ili hata mgombea anapokuwa anakuja tuwe tuna namna ya kuweza kumuuliza tukiwa na sauti ya pamoja, kwa sababu kumekuwa na changamoto kuwa unaweza wewe ukaongelea swala hili lakini baadaye wenzako akakwambia hili swala umeliongelea wewe, nani kakwambia uliongelee? Kwa sababu hatuna ile namna ya kukaa pamoja kama wananchi, kutoa vipaumbele vyetu, changamoto zetu, na namna ambavyo tunaweza kuwajibisha viongozi wetu kulingana na kile ambacho tunatamani. Lakini huko mbeleni natamani nione ile midahalo ikirudi ya wagombea katika maeneo ambayo wanapita. Wakae hapo hata vyama vyote, wanadi sera zao, wananchi waulize swali, waulize maswali, kuwe na midahalo ya wazi ili kuweza kumtambua kiongozi sahihi ambaye anaweza kutekeleza yale ambayo tumeyapanga. Lakini hizi ahadi tunazoahidi zitekelezeke. Kama unaona kabisa hiki kitu hakiwezi kutekelezeka eneo fulani, haina haja ya kuwapa watu matumaini. Unawapa watu matumaini kwa sababu ahadi nyingi zimejaa matumaini, lakini ukikaa kwa kina, ukianza hata wewe mwenyewe kuzichambua, unaona mbona hapa kama tumepigwa. Kwa hiyo tupewe zile ahadi ambazo sio tu kutupa matumaini, lakini ziwe zinatekelezeka na kujibu zile changamoto ambazo wananchi wamekuwa nazo. Na cha mwisho niseme tu kuwa kuna haja ya kuwa na mpango kazi wa nchi ambao watu watashare, kila mtu ataona kuwa nchi yetu inaelekea wapi. Tuna dira ndio ya 2025 2050, lakini yale yaloko kwenye dira basi tuyaone yakiwa kwenye hizi ajenda zetu na yakitekelezeka, kwa sababu kama tutapishanisha hivi inamaanisha tutakuwa na vitu viwili tofauti ambavyo ukija kuvipima baadaye
tekelezeke. Ndio Lugete. Mimi kuna na ushauri serikali yote itakayochaguliwa kwa serikali yote itakayochaguliwa baada ya Oktoba 29, yani mara baada ya uchaguzi, ningependelea ifanye mambo matano. Moja, ije na mpango mkakati wa kupunguza ukali wa maisha. Baada ya Great Economic Depression 1929 mpaka 33, mwaka 1933 ulifanyika uchaguzi Marekani. Herbert Hoover wa chama cha Republic alishindwa vibaya sana na Franklin Delano Roosevelt, FDR wa chama cha Democrat. Franklin Delano Roosevelt alikuja na kitu na New Deal. Katika mambo aliyokuja nayo, alikuja kitu cha relief, kupunguza ukali wa maisha. Aliwaita matajiri akasema ongezeni miradi, ongezeni ajira ili kusudi kutafuta kupunguza ukali wa maisha. Kwa rais yote atakayechaguliwa baada ya Oktoba 29 aje na mpango wa kupunguza ukali wa maisha, hilo la kwanza, ili kupunguza manunguniko. Lakini namba 2 ni lazima wanauchumi wote, wanauchumi, wafanyabiashara na wataalamu wa fedha, lazima waje na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba biashara ndogo ndogo za kati na za wastani zinakuwa, ili kuwafanya vijana, wanawake na wajasiriamali wawe bize. Lakini la 3 ni lazima yawepo maridhiano ya kitaifa kati ya makundi yenye manunguniko. Kuna watu wana manunguniko. Kwa serikali yote itakayochaguliwa mara baada ya Oktoba 29 lazima ije na mpango mkakati wa maridhiano ya kitaifa kati ya makundi yenye manunguniko. Makundi yapi yenye manunguniko, serikali itakayoingia madarakani itayajua tu uko mbele ya safari. Kuna watu wana mifundo moyoni, wana vitu vinawakereketa kuhusu serikali. Kwa hiyo lazima wakae chini wayazungumze. Lakini kitu kingine, lazima sera ya uzalendo, umoja na mshikamano ifufuliwe. Somo la uzalendo katika taifa hili limekufa. Lazima vijana wafundishwe misingi ya uzalendo, utaifa, umoja na mshikamano kama nguzo ya matumaini na dira ambayo tutafikia azma ya taifa letu. Lakini la mwisho kabisa ambalo ni muhimu kabisa, ni lazima serikali itakayochaguliwa baada ya Oktoba 29 ihakikishe kuna nishati ya umeme ya uhakika, ili kusudi biashara, kilimo na sekta zote ziweze kufanya kazi kwa 100%. Ni hayo tu. Sisi tunawashukuru sana kwa muda wenu. Asante sana. Tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na nafasi ya sera zinazotajwa ama zilizotajwa na wagombea urais ama wagombea mbalimbali kuelekea Oktoba 29, kwa maana bado siku moja tu, kwa tafsiri ya kwamba siku ya Jumatano kesho kutwa Watanzania watapiga kura kumchagua diwani, mbunge pamoja na rais. Tulikuwa hapa na Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa, pamoja na Janet Kiko.